Welcome. Karibu tena. Aleki hapa na natumai uko poa. Mimi niko poa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Amenilinda, amenitunza na akaniweka salama. Na leo kama kawaida ningependa tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Zaburi. Baraka kwa mfalme anayemtumaini Yehova. Neno linasema hivi: Yehova, mfalme ushangilia kwa sababu ya nguvu zako. Jinsi anavyoshangilia sana kwa sababu ya matendo yako ya wokovu. Umetosheleza tamaa ya moyo wake, nawe hujamnyima ombi la midomo yake. Kwa maana unamlaki kwa baraka tele, unamvika taji la dhahabu bora kichwani. Alikuomba uhai, nawe ukampa maisha marefu milele na milele. Matendo yako ya wokovu umletea utukufu mkubwa, unamtunukia adhama na fahari. Unamfanya awe na baraka milele, unamfanya afurahi kwa shangwe ya kuwa mbele zako. Kwa maana mfalme anamtumaini Yehova, kwa sababu ya upendo mshikamanifu wa aliye juu zaidi, hatatikiswa kamwe. Mkono wako utawapata maadui wako wote, mkono wako wa kuume utawapata wale wanaokuchukia. Utawafanya wawe kama tanuru lenye moto mkali, utakapofika wakati uliowekwa wa kuwakadhia uangalifu. Yehova atawameza kwa hasira yake, na moto utawateketeza kabisa. Utawaangamiza wazao wao kutoka duniani, na uzao wao kutoka kati ya wanadamu. Kwa maana walikusudia kukutendea maovu, na wamepanga njama ambazo hazitafanikiwa. Kwa maana utawafanya wakimbie kwa kuwalenga kwa upinde wako. Inuka, Yehova, katika nguvu zako. Tutauimbia sifa uwezo wako. Na tukumbuke kwamba kitabu hiki cha Psalms, ambacho ni kitabu cha Zaburi, kiliandikwa na Daudi na wengine. Psalms chapter 21 verse 1 to 13. Na ningependa bila kupoteza wakati tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Methali. Baraka ya Yehova utajirisha. Neno lasema hivi: ulimi wa mwadilifu ni kama fedha bora kabisa, lakini moyo wa mwovu una thamani kidogo. Midomo ya mwadilifu huwalisha wengi, lakini wapumbavu ufa kwa sababu ya kukosa ufahamu. Baraka ya Yehova ndiyo inayomtajirisha mtu, naye haichanganyi na maumivu. Kutenda mambo ya aibu ni kama mchezo kwa mpumbavu, lakini hekima ni ya mtu mwenye utambuzi. Anachoogopa mwovu kitamjia, lakini tamaa ya mwadilifu itatoshelezwa. Dhoruba ikipita, mwovu hata kuwapo tena, lakini mwadilifu ni msingi milele. Kama siki kwenye meno na moshi machoni, ndivyo alivyo mtu mvivu kwa yule anayemtuma. Na tukumbuke kwamba kitabu hiki cha Proverbs, ambacho ni kitabu cha Methali, kiliandikwa na Sulemani, Aguri na Lemueli
wakiwa Yerusalemu. Proverbs chapter 10 verse 20 to 26. Uncompromised and undiluted word of God. And thank you guys for the amazing support that you've shown me. May God bless you and big up a lot. I'm grateful, manze.